nchini. Grace Ng'ang'a, KTN. Wakenya wanazidi kuuliza maswali yasiyo na majibu kuhusu madhila ya polisi dhidi ya raia, yakiwemo mauaji na utekaji nyara, hali ikiendelea kuwa mbaya kila uchao. Kisa cha hivi punde cha kukamatwa kwa mwanablogu Albert Ojwang na kisha baadaye mwili wake kupatikana katika makafani ya City hapa Nairobi kikiwa ghadhabisha zaidi. Ikumbukwe kuwa Rais William Ruto majuma kadhaa yaliyopita alitoa hakikisho kwa taifa kuwa wote waliokuwa wametekwa nyara tayari walirudiana na familia zao, kauli ambayo iliyotiliwa shaka kwani kuna makumi ya Wakenya ambao bado hawajulikani waliko tangu yale maandamano ya mwaka jana mwezi wa Juni. Anavyoarifu mwanahabari Alan Ochanda, mamlaka ya IPOA inayotarajiwa kuwa tegemeo la Wakenya nayo imeonekana kuwa butu. Ni mwaka mmoja sasa tangu Wakenya kumwagika mitaani kuelezea hamaki zao kuhusu mswada wa fedha, na kilichofuata kikawa wengi wao kutoweka, baadhi wakipatikana wakiwa wameaga na waliobahatika kurejea wakawa na simulizi za kuhofisha. Ripoti za kufariki kwa Albert Ojwang kwenye mikono ya asasi za usalama siku ya Jumapili zikitonesha kidonda na kurejesha makovu, hasira za Wakenya bado zikielekezewa walinda usalama wakishikilia utekaji nyara bado ungalipo. Alipowahutubia wanahabari kwenye kituo cha polisi cha Central, Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja aliweka bayana naibu wake Eliud Lagat aliibua malalamishi dhidi ya Ojwang. Lakini tazama, aliyelalama ni afisa wa ngazi ya juu kwenye kikosi cha polisi na ni wadogo wake ambao tayari wamesimamishwa kazi kwa muda kuhusiana na kisa hicho. Aidha, mamlaka ya kutathmini utendakazi wa polisi IPOA inajukumiwa kuhakikisha Wakenya hawapitii madhila ya polisi. Iweje kwenye mkutano na vyombo vya habari wasimame sako kwa bako na uongozi wa polisi wanaotarajiwa kuwachunguza, ila sasa wanaonekana kusoma kutoka ukurasa mmoja? Utekaji nyara umekuwa kaa la moto na hata kugeuza na wanaopinzani kutumika kumponza Rais Ruto na serikali yake ya Kenya Kwanza. Welcome to Kenya. Hii ni licha ya rais mwenyewe kutoa hakikisho kwa Wakenya kuwa madhila hayo yalifika kikomo na kuwa wote waliotoweka tayari walirejea kwenye familia zao. All the people who disappeared have, or who are abducted in what you said, all of them have been brought back to their families and to their homes, and I have given clarity and firm instructions that nothing of that kind of nature will happen again. Tumepata habari kuna kijana yenu hapa Gen Z ametekwa nyara na kuuawa, si ndio? Huyu Kasongo ako na shida na vijana. I don't know ni nini namsumbua. Anapambana na watoto. Takwimu zinaashiria kuna makumi ya vijana ambao bado hawajulikani waliko tangu Juni mwaka jana. Miongoni mwao ni Emmanuel Mukuria aliyeonekana mara ya mwisho eneo la Githurai, Dennis Chege na Peter Masharia walioonekana mara ya mwisho katikati ya jiji la Nairobi, huku Martin Mbisi na Kalani Mwema wakikosa kuonekana tangu mwaka jana, mara ya mwisho wakionekana Mlolongo. Waliporidhiana na kufunua ukurasa mpya wa kisiasa almaarufu serikali ya mapana, Rais William Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga waliorodhesha masuala 10 wanayolenga kuyapa kipaumbele. La 10 katika usanjari huo ni kutia kikomo utekaji nyara. Inasalia kuona iwapo hilo litatimia na kuwaondolea Wakenya wasiwasi. Alan Ochanda, KTN. Taarifa tunayopokea kutoka